nashukuru wakati huu kuna mvua. Ningependa kuuliza governor wetu kwamba ile mbolea iko Eldoret iweze kufika hapa Moibeni ili wakulima waweze kupata kwa njia rahisi. Value ya watu hapa ni wakulima. Hawa wakulima ndio wanalisha Kenya. Na mimi nataka tu niseme ya kwamba nyinyi wakulima, huu ni mwezi wa kulima, muweze kupanda mahindi, na vile nimeuliza governor kwamba mbolea iweze kufika hapa na mahindi ili wakulima wasiende kutafuta transport kutoka mbali ili wafike hapa nyumbani. Wakenya wote wengi sasa kwa pamoja wameungana na kusika mambo ya ukabila kwa njia ya sahau. Sisi vile mnaona hapa hawa viongozi wamewacha kazi yao ili wahubiri mambo ya kukua pamoja katika taifa letu la Kenya. Sisi tunataka kuuliza kwamba itakuwaje wewe unataka kuongoza nchi lakini matamshi yako ni ya jikoni, matamshi yako ni ya ukabila. Wewe utaongozaje Kenya? Kenya inahitaji mtu mwenye heshima kwa Wakenya wote. Sisi hatuwezi kuwa Wakenya Kalenjins. Sisi ni Wakenya. Ni tofauti tu, huyu father amehubiri kwa njia ya Kikatoliki, lakini wasikizaji wa kwenda mbinguni ni wengi sana. Mambo ya kusajili mambo ya SHA tuipatie nafasi, kwa kuwa hiyo ndio sasa dirisha ya kumaliza mambo ya matibabu kwa njia ya urahisi. Watu wengi wanaugua, lakini msikize, serikali inasema muweze kufanya registration so that mambo ya matibabu inakuwa rahisi katika Wakenya wote. Naungana na viongozi wenzangu kuwarudishia shukrani Wakenya wale wamemkaribisha rais katika ziara yake ya maendeleo, haswa wiki hii alipokuwa kule katika eneo la Mount Kenya. Mnajua yule muongo mkabila ambaye tulifukuza kazi alikuwa ameuzia watu uongo mingi sana. Rais akikuja huko atapigwa, hawezi kukaribishwa, ataulizwa maswali. Yenye mliona TV, rais alikaribishwa au kukaribishwa? Si tunasema asante kwa ndugu zetu wa Mount Kenya, na tunawaambia tuzidi kukaa pamoja hivyo. Hiyo ndio Kenya ambaye tunataka. Wajana na hiyo Kenya ambaye ule mwingine mtu muongo wa fitina na maneno mbaya anaendesha. Mimi nashukuru na naomba Wakenya wote kwamba tuzidi kukaa, tuwe nchi ambaye tunapendana sisi wote. Tuwe nchi ambaye taifa ambaye si lazima ati sehemu nyingine ikose ndio nyingine ipate. It is possible to have a country where every corner of the country is thriving and no part of the country has to lose for another one to gain. As we sit here today, we have representation from Kenyans of all walks of life who are proud and happy that for the first time we have a president who is taking development to every corner of the country without discrimination. Ukipata watu wa Nyanza wanasema asante rais kwa kutupanga. Upande watu wa Western wanasema asante kwa kutuamshia viwanda vyetu vya miwa na uchumi wetu ambao umekuwa. Ukikuja hapa Rift Valley tunashukuru kwa barabara, mbolea. Ametoka Western Coast wanashukuru kwa maneno yao. Hiyo ndio kazi ya rais wa taifa la Kenya, kuunganisha Wakenya wote na kuhakikisha kwamba wamekaa na taifa ambaye inafurahia. Sio Kenya ambaye kuna migawanyiko ya ukabila, ya chuki, ya fitina, ya propaganda. Mimi namshukuru Mheshimiwa Rais kwa vile anaendelea kuunganisha taifa na kuhakikisha kwamba tuko na nchi ambaye kila Mkenya anajihisi kwamba ako ndani yake. Niliposikia president anaenda Mount Kenya, na nilikuwa najua sasa watu wanasema huko mlima uwezi kuza alenga wake na bae president aligina ine. Nilipokuwa Kirinyaga nikaona vile watu walijitokeza kwa wingi. Central yote wanapenda president. Sasa wale vijana watu wengine wenye wako na rombaya ati hao watu walinunulia, unanunuaje watu milioni 5? It is not possible. Kwa hivyo tuaje maneno mengine yote hiyo. Hata huyu mwingine mzee wetu Kalonzo mwenye amekuwa kwa regime zote sasa anasema ati president resigned because of corruption.
na amekuwa kwa ile kanuni nilikuwa naye, walikuwa wanasema kulikuwa na corruption, amekuwa kwa hii regime nyingine. Tunasema hiyo tuachane na hiyo, sisi tuangalie mbele, tusimame na president, tuhakikishe kwamba hata hiyo 2027 mpaka 2032 ya president, sisi watu ya Kenya tutakuwa tumewekwa pamoja. Tunakubali president unite Kenya. Mimi nataka kuwaambia watu wa Moiben na watu wa Bonde la Ufa, kwanza nataka kuwashukuru kwa sababu ya kutupa kiongozi shupavu, kutupa kiongozi mkakamavu, kutupa kiongozi ambaye anaweza kuhusisha Wakenya wote na kuleta Wakenya wote pamoja ili tuweze kusonga mbele. Kama sio William Ruto huyu ambaye mlitupatia, Kenya hii saa hii ingekuwa imechukuliwa kwa madeni. Huyu William Ruto amepanga kazi. Sasa ile kazi alikuwa anapanga miaka 2, kila mahali watu wanaenda wakishangaa. Mimi nilikuwa Mlimani jana na juzi. Ile masoko William Ruto rais wetu amefungua kule, zaidi hizo siku 2 niliona soko zaidi ya 16 zikufunguliwa kule. Na nchi hii kati ya zile constituency 290, kila constituency iko na soko moja ama soko 2 ambazo zinaendelea. Ukizunguka Kenya hii, kila mahali saizi iko manyumba ya affordable housing. Watu walikuwa wanachukulia mzaa. Hata mimi mara ya kwanza sikuwa naamini. Lakini vile tunaendelea kutembea na yeye, mimi naona manyumba zinasimama na watu sasa wanaweza kuishi mahali pazuri. Gaucho, wewe unaweza tuhakikishia kule Kibira, nilienda nikaona watu sasa wanaishi kwa nyumba za maana, nyumba ambaye iko na choo ndani, nyumba ambaye iko na bafu ndani, nyumba ambaye iko na mazingira mazuri, kwa sababu ya ile difficult decision ambaye rais wetu William Ruto alifanya. Saa hizi sekta ya kilimo, kitambo tulikuwa tunaogiza fertilizer na shilingi 7,500. Saa hizi bei ya mbolea ni shilingi 2,500. Kitambo hata kupata hiyo mbolea ilikuwa ni balaa. Saa hizi mbolea, ninasikia gavana anasema mbolea itakuwa hapa kesho, mbolea nyingine itakuwa kule. Kwa sababu rais anajua nguzo ya nchi hii ni kilimo. Na nyinyi watu wa Uasin Gishu, watu ya Moiben, tunawashukuru kwa sababu kama sio nyinyi, chakula Kenya ingekuwa ngumu kupata. Wiki huu ambao umeisha, tumeshuhudia cheje na siasa tofauti. Lakini nataka tu nichukue sehemu moja ya kiongozi rafiki yangu aliyekuwa waziri wa public service, Bwana Justin Muturi. Sisi sote tunamjua yeye sio mgeni, yeye sio mchanga kwa siasa. Tangia wakati wa Moi mpaka sasa amekuwa kwa siasa. Akianza na rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, wakafanya na yeye. Lakini jana, baada ya utovu wa nidhamu katika kule baraza la mawaziri, kwa kuwa katika article 153 inaeleza vizuri kazi ya waziri na jinsi waziri anavyoteuliwa na ile heshima waziri anafaa kumpatia rais. Lakini yeye kwa kukosa kuheshimu rais na kuheshimu the oath of affirmation ambayo alitoa kwa Wakenya, kuheshimu katiba ya Kenya, rais hakuwa na budi ila kumwachisha kazi. Tunaona kwa sasa ni machungu na bitterness ambayo anatuelezea. Leo mimi kama mjumbe ningetaka kumuuliza rafiki yangu Justin Muturi, alipokuwa akipewa kazi ya Attorney General ni kama waziri, ni nini ilimnyima yeye asistahafu ama kuondoa kwa baraza la mawaziri iwapo yale anatuambia leo ukweli ni ukweli? You cannot sit in a cabinet where you have a collective responsibility, and when you want to tell Kenyans now that the president of Kenya is corrupt, yet you are presiding over as an attorney general and as a cabinet secretary, and you never resign if at all things were not okay. Kama tunataka kucheza siasa, tucheze siasa safi. Kama namna gani? Tunayo rais ambaye ameamua kuunganisha Wakenya wawe kitu kimoja. Yes. Mimi nataka tu kusema shukrani sana kwa watu wa Mount Kenya region ambayo walimkaribisha rais kwa shangwe, deremo na vigelegele.
na hawakumkaribisha rais kwa sababu ya sura yake, hawakukaribisha rais kwa sababu ya mavazi. Walikaribisha rais kwa sababu ya mipango mzuri ambaye serikali yake imeweka imara, program ya housing, program ya SHA, maneno ya kusupport maneno ya markets. Kwa hivyo hao watu waliweka msingi ya ukabila na vitisho kando, na wakakuja pamoja kusindikisha na kumkaribisha rais, kwa sababu wanaona kwamba the president is working for the nation for the betterness of tomorrow. Ule mtu ambaye anaitwa Gachagua ambaye tulimvuta kazi alikuwa amesema usikuje vile Kenya, kwani maana rais alikuwa jana ilikuwa Kerio Valley, mahali rais alikuwa jana ilikuwa Siaya. Rais alikuwa Mount Kenya, ambapo Wakenya wote wanapenda maendeleo na umoja ya jamii yetu. Kuna watu juzi wameniuliza, wewe Mutuse ukiwa mbunge wa Kibwezi sehemu za Ukambani, ni kwa nini unafuata Mheshimiwa William Ruto? Mimi nikawaeleza ya kwanza, nafuata William Ruto kwa manufaa ya watu walionichagua. Nafuata Ruto kwa manufaa ya watu waliofanya nini? Kwa sababu shida za Wakenya wote, ukiwa hapa Rift Valley, ukiwa sehemu za Nyanza, ukiwa Mlima Kenya, shida za Wakenya wote ni sawa. Wakenya walio hapa wanataka barabara za lami, kweli ama si kweli? Wakenya walio hapa wanataka maendeleo ya stima, kweli si kweli? Wakenya walio hapa wanataka wapate huduma za afya, kweli si kweli? Wakenya walio hapa wanataka vijana wao ambao wamehitimu wapate kazi, kweli si kweli? Na yule mtu nikiangalia Kenya mzima, hao wote wanafanya siasa. Yule mtu anaongea maneno ya afya, yule mtu anaongea maneno ya ajira kwa vijana, yule mtu ambaye ameteremsha bei ya mbolea ikawa mkulima wa kawaida anaweza kununua mbolea kuzalisha chakula, yule mtu ambaye anasema vijana lazima wapate kazi, sio mwingine ni William Samoei Ruto. Wale wengine wote, niseme nisiseme, wale wengine wote wametuletea siasa ya mgawanyiko, siasa ya ukabila. Nyinyi mnataka siasa ya ukabila? Ndio tukakuja hapa hii leo tuseme kwamba we want one indivisible Kenya. Ikuwe Kenya, Mkenya yeyote, kuna Mkenya yeyote aliandika barua kwa Mungu akasema azaliwe akiwa Mkalenjin, akasema azaliwe akiwa Mkamba, akasema azaliwe akiwa Mkikuyu, akasema azaliwe akiwa Mgiriama. Sisi sote tulizaliwa Kenya na sisi sote ni binadamu mbele ya Mwenyezi Mungu, kweli si kweli? Na kwa hivyo wale wa viongozi wachache ambao wanaendeza siasa za chuki, ambao wanaendeza siasa za mgawanyiko wa kikabila, a time has come to tell them your time is over. Na hii maneno ya CBC mnasikia, Ambassador Bitok nimeenda hapo nihakikisha kwamba CBC imenyoroka na rais wetu aweze kufurahia kwamba CBC imeshika laini. Mnajua hii mambo ya CBC ni mambo ya international curriculum. Kuna watu wengine hapo wanasema sijui nini. Hii CBC, the CBC we have in Kenya is a product, is a hybrid system, an international system respected all over the world. Ukiona ma countries kama European countries, kama Britain, kama Finland, kama Sweden, kama Denmark, wanatumia CBC. Na Kenya is one of the countries in this world and in Africa ambaye ni number 1 kwa mambo ya CBC. Tulianza na 763 system ambaye ilikuwa British. Tukakuja 844 ambaye ilikuwa American. Sasa tuko CBC ambaye pia ni European model. So CBC ni curriculum ya maana sana ambayo nataka wazazi wote na Wakenya wote tuunge mkono ili watoto wetu waweze kusoma. There is something that President Ruto has taught us in his politics. And I want to talk to my fellow leaders, politicians. Wakati unaeneza siasa ya chuki, nataka ukome na uulize siasa ya President Ruto inaendeleaje. Sababu sisi hatukuamini itafika mahali President Ruto atatualika kwa serikali na afanye vile amefanya. Nataka pia niambie nyinyi kwamba mimi sasa hivi naangalia budget yote ya serikali. Nataka niwaambie hakuna sehemu ya inchi imebaguliwa kwa mambo ya maendeleo.
hata wale wanatukana president wanapata maendeleo. The president is not leaving any section of this country behind. Development yote inapangwa kila mahali. Hata sisi wakati hatukuwa tumeingia kwa serikali, President Ruto alikuwa amefika, ametufanyia market, ametufanyia barabara, ameweka pesa kwa affordable housing huko Siaya, hatukuwa tunaunga yeye mkono. Yeye ni president anajali maslahi ya Wakenya and he means it. He does not just talk about it. Sasa nataka niambie wanasiasa, wakati unaendeza siasa ya chuki, think about the president. Just learn something from him. Sisi kama young politicians, we are learning so many things from the president because of the way he's doing his politics, the way he's running the country. He means it when he says that he wants a united country, and he means it. Kwa hivyo mimi nataka niseme, let us support the president because of what he means for the country.